Yes, karibu sana mwana michezo, hapa ni meza ya kimichezo kutokea ndani ya Kawabe Media. Usisahau kutembelea YouTube, Instagram, Facebook, Thread, X. Tunapatikana @Kawabe Media. Mimi ni Abu Bakr mwana Juma Abu Bakr, na hapa nipo na mchambuzi wa Zam IG kama Vinga Hassan Hamza, mpiga pasa Madrid wa Kawabe Media. Kwema shwari kabisa. Mungu anasaidia. Shwari Mnyama Simba ndani ya visiwa vya Zanzibar. Mazoezi tayari wameshaanza kupasha misuli kwa ajili ya mchezo dhidi ya RS Berkane. Ndio. Ukija ukaangalia Simba kwa kufika mapema, pengine ni Mwalimu Fadlu, kuna baadhi ya vitu lazima aongeze kwa wachezaji, maana yake ni mechi ambayo ni ya maamuzi sana kwa mnyama Simba Sport Club. Kwa hiyo wamefika tu, unaona wameshaanza kufanya mazoezi mara kwa hiyo inakupata sura kuwa mnyama Simba Sport Club kadhamiria jambo lake kwenye visiwa vya Marasha, Karafuu, Zanzibar. Unaangalia hata wachezaji morali yao jinsi ilivyokuwa, unaangalia benchi la ufundi walivyokuwa jinsi, inakupa picha kuwa mnyama Simba Sport Club kuna kitu ambacho kakidhamiria kwenye visiwa vya Marasha, Karafuu, Zanzibar. Na hii kwa hiyo kufika mapema, cha kwanza wachezaji itawajenga mentality, watakuwa fiti kifizikali, wachezaji watakuwa fiti kwa ajili ya kuwakabili RS Berkane. Manake mazingira ya Zanzibari na huku kuna utofauti mdogo sana, hususan kwenye nyakati zile kuanzia majira ya jioni. Kwa kuna kiubaridi fulani ambacho kipo huku na kuwa hakipo kwa asilimia kubwa sana. So kwa Simba kwenda mapema, kuna baadhi ya vitu vingi sana wataweza kuviadapt mapema, ndio itaweza ikawasaidia na ikawa silaha kwa mnyama Simba Sport Club kuchukua ubingwa wa CAF Confederation. Nimeona pia leo baadhi ya mashabiki wa mnyama Simba wapo kwenye boti asubuhi hii wakielekea kule visiwani Zanzibar kwa ajili ya hamasa kuelekea huu mchezo dhidi ya RS Berkane, na jioni watarejea hapa Dar es Salaam. Kwenda kwa mashabiki hao wa Simba ndani ya visiwa vya Karafuu pale Zanzibar kwa ajili ya hamasa dhidi ya RS Berkane inaongeza nini kwa upande wa mashabiki, especially kwa pale Zanzibar? Cha kwanza ukija kuangalia, Simba imekuwa ni utamaduni wao kupita kwenye baadhi ya mitaa, kama tukiwa kwenye jiji yetu la Maji Chumvi la Dar es Salaam, kupita kwenye baadhi ya mitaa kuhamasisha washabiki wengi waingie uwanjani. Na hata umeona mechi imepelekwa Zanzibar, watu wameenda Zanzibar kuhamasisha wakazi wote wa Zanzibar waingie uwanjani, kuhamasisha nje ya uwanja, kwa sababu moja ya sera ya mnyama Simba Sport Club ni mashabiki ambao wanawatumia kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo hii imekuwa kama utamaduni wao, na leo mashabiki kutoka Tanzania wanaenda bara kwa ajili ya kuhakikisha kuwa wale wa bara na wenyewe nao wanavutiwa au wanashawishiwa kuingia uwanjani ili kwenda kuisupport timu yao ya Simba Sport Club. Maana yake tunajua wenyewe wa bara ndio wazao, kwa hiyo wanajua kila kitu wanakijua. Kwa hiyo ukienda kuwapa hamasa wale, kuanikiza waweze kufanya vizuri kiukweli kuja uwanjani, itasaidia hata timu kupata matokeo. Maana yake wale ndio wazao pale, kwa hiyo wanajua kila kitu, wataweza kuingilia hapa katokea hapa. Naona Simba Sport Club washabiki kutoka huku wameenda kwa ajili ya kufanya hamasa, kuhamasisha Wazanzibari wengi sana watokee uwanjani, hata mwitikio uwe mkubwa sana. Sawa, lakini tukiangalia vizuri tunakutana kwamba nimepita kwenye mitandao ya kijamii, kuna baadhi ya mashabiki wa timu zingine tunasema wanaleta ule utani ule wa jadi ule ambao tumezoea, especially kwa timu zetu hizi mbili. Huu utani pengine unaweza ukawashusha mashabiki wa mnyama Simba, especially unajua, unaona kabisa una mtu anatania mpaka naona anagusa mule mtu mwenye roho nyepesi. Kuna kitu anaweza akalose. Inawezekana utani wao ukashusha kitu. Utani wa Simba na Yanga ni utani wa jadi, utani wa ukopeki. Pale ambapo mmoja anafanya vizuri, lazima mmoja atatafuta alternative way ya kumtoa kwenye leli. Unaangalia kama sasa hivi mnyama Simba Sport Club anafanya vizuri, obvious washabiki wa Young Africans wengi unaona wanajifanya Berkane. Hiyo yote ni kuatoa Simba kwenye mchezo, na hii imekuwa ni tradition yao hao wawili. Nakumbuka kipindi Yanga naye anafanya vizuri, mashabiki wa Simba Sport Club wengi walijifanya usma, na wakao kuna vitu vingi sana wakaona bisema kuhusiana na Young Africans. Kwa hiyo shabiki ni utani wa jadi. Mimi naona kama watu ambao wana roho nyepesi ndio wataweza kuwatoa mchezoni, ila kwa Simba Sport Club natumaini wanajua hichi ambacho kinachoendelea imekuwa ni kama tradition yao. Maana yake wenyewe pa kuna kipindi wakasema kuwa mtu akitia mkono anapotea, na wenyewe walitia, wanasema walitia unasema kama utisho fulani hivi kuwapoza mashabiki ambao kwa asilimia kubwa utani ulikuwa unaenda unataka sawa watu wakashike sehemu ambazo asipaswi kushikwa. Kwa hiyo kwangu mimi utani wa jadi, nadhani kila mtu anaelewa kwa Simba akifanya vizuri Young Africans atakuja kumdoubt kwa kile Simba anachokifanya, na hususan kwenye hizo mechi za maamuzi. Mechi moja hii ya Simba ambayo anatakiwa ashinde kuanzia goli 3
waweze kupata ushindi. Lazima upande wa pili hawataki hicho kitokee, na hawataki Simba Sport Club afanye vizuri. Ndio maana unaona utani wa jadi unakuwa, unaona washabiki mara Berkane mara, yani vitu vinakuwa vingi tu, yote ni kumtoa mnyama Simba kwenye leli, wanasema mara Berkane wazuri. Yani kuna vitu ambavyo vinatengenezwa, ila yote ndio radha inanogesha soka letu. Wewe ungependa utani uendelee usiendelee? Mimi kiukweli utani ukiwepo unanogesha soka letu. Utani uendelee, ila uwe na mipaka utani. Kwenye nchi tusimame kama nchi, kwenye utani watu wataniane, maana yake matani ongeza siku za kuishi. Sawa, burudani kabisa. Ilikuwa ni Kawabe Media, na hapa tumekutana na michezo tukijadili taarifa za kimichezo kutoka hapa nyumbani Tanzania, na jambo kubwa lilikuwa ni mnyama Simba kuelekea hamasa zake kwa ajili ya mchezo wa finali ya mkondo wa pili dhidi ya RS Berkane, mchezo ambao utapigwa pale New Amani Complex Zanzibar. Hii ni Kawabe Media, YouTube, Instagram, Facebook, Thread, X, tunapatikana hivyo. Endelea enjoy.